Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu ndugu mtazamaji, tufuatilie kipindi chetu hichi. Tunarudi tena siku nyingine, Jumatatu. Tumeanza wiki hii kukagua uhalisia ya tuangalia yetu, tukaona namna gani ambavyo tumepewa ushauri. Tununue mavazi safi, tupewe dawa ya macho, tusijione kama sisi matajiri. Hapana, tusikilize ushauri, na nasema leo tunaangalia kemea, tubu na thawabu. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Mungu wa mbinguni, asante kwa namna ambavyo unatukumbusha uhusiano wetu sisi na wako, namna ambavyo tunavyojitazama na unavyotutazama sisi, lakini tunataka picha ambayo unatutazama sisi hiyo ni picha nzuri zaidi na bora. Baba, tuonyeshe pale tunapopungua, tusaidie tukajirekebisha. Asante kwa Mungu wa mbinguni, umeahidi kwa pamoja nasi, umeahidi kutubadilisha na kuturekebisha katika mienendo yetu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Kemea, tubu na thawabu. Na thawabu. Kweli unauma lakini sana. Mara nyingi ushawahi kusikia mtu anasema kumbe sijafungua, ngoja niwe huru bwana. Amina. Sasa ushawahi kusikia anasema mimi ni mzito lakini sio sana. Yule mwenzangu ni mzito zaidi. Mimi nakunywa lakini sio sana. Yaani mara nyingi huwa tunapenda kutokukubaliana na hali yenyewe ya mambo. Na hata kuna watu wengine wanapokea kabisa ushauri wa daktari, usinywe pombe tena. Bado anaendelea. Anasema utakwenda. Sasa kwa sababu ukweli ndio unaokoa. Niliambiwa nikiwa mdogo kwamba hautakiwi kunywa dawa na soda. Yaani kwa kuwa ni chungu, zamani kulikuwa inaitwa koroko. Kunywa na maji hivyo hivyo tunaharibu. Sasa maneno ambayo Yesu anatuletea ili kutuambia ukweli, wakati mwingine anakuwa kama yanaumiza. Lakini ili kuponya. Sawa. Na anashusha, anasema nakemea. Tunapenda wahubiri wanaokemea kweli. Wanaokuja kututoa makosa. Lakini anakuja na anaeleza sasa. Kama tutavumilia upanga huo wa neno upite, kuna nini kitakachotoka? Twende kusoma sasa maneno yenyewe kutoka katika Ufunuo ile 3. Jumbe wa shahidi mwaminifu kwa kanisa la Laodikia 19 na 20. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi wewe inabidi ukatubu. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Anasema wote ni wapendao na wakemea. Amewakemeaje Laodikia hapa? Aliwakemea huko juu 17 kwa kuwa mimi ni tajiri. Wewe wasema wewe ni tajiri. Amewashushua hapo, amewatoa makosa hapa, amewakemea. Wewe unasema wewe ni tajiri wewe? Akasema tena pia, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Sina haja ya kitu. Nawe ujue kwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Sasa nawapatia hapa na fungu la 19 nasema na kuwarudi na kupa ushauri sasa. Kwanza tuende kwenye hilo kemeo. Akamwambia wewe ukoje wewe? Akamwambia mnyonge, maskini, mwenye mashaka, kipofu, maskini, kipofu, uchi. Una ukimwi, tayari kansa imeanza. Sasa unaanza kusema yani yote ni yangu hayo. Sio unajua yote ni yangu. Umeniona naenda kwenye vipimo vingine. No. Anarudi anasema ni wapendao. No. Halafu anasema uwe na bidii ukatubu. Kumbe swala la kukubaliana na ukweli inakuwa ni swala la kuonyesha bidii. Wengine wa Kristo nisema hata watoto wanaokemewa na mzazi anakubaliana kwa nani hivi? Bwana tandika kitanda. Sasa nakumbusha tandika kitanda. Imekutokea kuja. Mimi haikutokea. Lakini kutandika kitanda sasa ni siku moja, siku ya pili umesahau. Pale inasema uwe na bidii. Kutubu ni kubadilika. Uwe na bidii kutembea katika hiyo njia.
Hiyo njia gani hiyo ya kununua, ya kuthamini na kununua dhahabu iliyosafishwa, kuachana na unyonge na mashaka, na tafuta imani iliyosafishwa katika moto, mavazi meupe. Yani kukua katika ushirika na Kristo, uhusiano na Kristo inahitaji bidii. Sawa. Kwa hiyo kunakuwa kama kuna upinzani katikati ya neno la Kristo linalotukosoa na mazoea ambayo unayalinda na unaona yako sawa. Inahitaji bidii sana. Au ndio maana anasema nunua kwangu. Kwa hiyo kuna bidii pale, unanunua kwa bidii. Kwa hiyo kila siku, kwa hiyo hapa maisha kamili, hii ni bidii. Unatafuta kwa gharama. Unatafuta kumjua Kristo. Unatafuta kurudi hapa. Hiyo ni bidii. Sasa matokeo yake hapa, kama tutafanya bidii, tukatubu, tukaendelea katika hiyo njia, 20 ametuambiaje? Tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, na mimi nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa hiyo haya mambo aliyotuahidia, utapata utajiri, dawa ya macho na nini, hivi ni vitu ambavyo unavipata ukimkaribisha Kristo. Amen. Bidii ni kufungua mlango. Maana yeye hatafungua, yeye anagonga. Halazimishi. Neno lake hata kama linauma kiasi gani, unaweza ukalipanji. Anasema hiyo dawa sinywi tena, mchungu, sitaki ukweli huo. Lakini anasema ukiukubali, anasema nitengeneze. Kumbe ni uchi, nivike. Kumbe niko uchi namna hii, nipe dawa nione. Kumbe ni maskini tu mimi, ninaringia, kumbe naringia hewa. Kumbe dhahabu yangu ni matope, nipe yako. Kumbe ukishakubali ule ukweli, umekubali Kristo aliye shahidi mwaminifu na wa kweli aingie. Alafu uko ndani, wewe ndio unamgharimia chakula au yeye anakulisha? Yeye ndio anadilisha, mimi sigharimii chochote. Ishi ni kumfungulia tu mlango aje. Katika Injili ya Yohana, yeye anatulisha nini? Neno lake. Na neno lake ndio nini? Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa ndio yeye mwenyewe. Sawa. Pale gorofani pale juu aliwapa nini kula? Aliwapa mwili wake. Na kinywaji aliwapa nini? Aliwapa damu yake. Kwa hiyo kumbe tukimkubali Yesu aingie kwenye ratiba zetu, kwenye vipaumbele vyetu, kwenye maisha yetu, yeye atatupa nguvu, atatuongezea thamani, atatupatia macho. Unajua chakula ukila, macho yanaona vizuri, ukinywa vizuri, yani mwili unaenda, yani maisha yanaenda vizuri. Kwa hiyo ulichopungukiwa unapata. Sasa tunafanya lini? Wakati nimpokea Kristo Yesu, mbona nishamkaribisha? Sasa hivi unataka kuniambia yuko mlangoni pale anabisha? Yuko mlangoni anabisha. Kwa hiyo kila siku anabisha? Kila siku anabisha. Kwa hiyo nataka tumfungulie kila siku. Nataka tumfungulie kila siku. Jana haitoshi? Jana haitoshi. Mgeni siku, unasema mgeni siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu si mwenyeji? Yaani kwa hiyo Yesu ni mgeni wa kila siku. Kila siku. Kila saa. Kila saa. Karibu Bwana. Karibu Bwana. Wewe ni wangu. Basi inahitaji bidii. Inahitaji bidii. Kila siku karibu, tena haumzoei, unamchukulia kwa heshima, unampatia kiti cha mbele. Basi ni Bwana. Amina. Na anaahidi, anasema sasa atakayeshinda hiyo, afungue mlango, akubali ukweli, ndio atampa. Anasema tutakula pamoja. Tutakula pamoja. Tutakunywa pamoja. Tukunywa pamoja. Chakula pamoja. Mimi nataka chakula kitamu. Tumfungulie moyo. Tumfungulie moyo. Yaani tukimfungulia anaingia na naandaa meza yeye mwenyewe. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umekipaka mafuta kichwani changu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Rafiki yangu, tumkaribishe Bwana. Unaonaje? Tumkaribishe Bwana. Hana gharama huyu. Anakuja na chakula chake, damu yake, mwili wake. Alafu
anatuvika mavazi yake, haki yake. Anatupatia dawa ya macho, tunaonana, tunajua anavyotupenda na sisi tunampenda, tunaonana kwa macho, tunawaona wengine vizuri. Chakula chake kinatupatia pia nguvu ya imani. Kwa nini tusimfungulie leo na kila itwapo leo? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakukubali tena katika Yesu Kristo. Na ikiwa kama mtoto wako leo kwa kusikia somo hili anafanya maamuzi ya kufungua mlango kukuingiza ndani, basi ingia kwake, ingia kwetu, kaa nasi, tufundishe, tulishe, tusafishe, tuwezeshe kwa imani, kwa ukweli, kwa ufahamu, kwa neema yote sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amen. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi chetu hichi. Leo tuko tunaangalia keme ya tubu na thawabu. Siku ya kesho Jumanne tunaangalia upendo wa milele. Mimi ni Arnold Rubinza, mimi ni Enos Makalindile, hapa ni Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.